Mheshimiwa mgeni rasmi, na kukaribisha wilaya ya Kati, lakini nakusubirisha kwenye chuo cha mafunzo Kanyegwa Mtana. Mimi hapa ni nyumbani. Na nikisema nyumbani afanye kamishna anajua kwa nini nasema nyumbani. Kwa taarifa nilikuwepo hapa advance school nimefanya chuo hichi. Kwa hiyo hapa ni nyumbani na bajua vizuri sana Kanyegwa Mtana. Kwa hiyo tunawakaribisha wageni, tunawakaribisha sisi ndio Kanyegwa yetu. Kwa hiyo karibuni sana Kanyegwa. Mheshimiwa rasmi, mimi nichukue mambo ni hizo salamu za mkoa, lakini kiukweli ndio fursa ya kipekee kumpongeza afande kamishna wa vyuo vya mafunzo. Makofi mengi sana kwa afande kamishna. Mheshimiwa, kwa nini nampongeza kamishna hadharani hivi? Kwenye kipindi kifupi tu ambacho yupo hapa kwenye jeshi hili la vyuo vya mafunzo, tumeona mambo mengi na makubwa ambayo kwenye utawala wake ameyasimamia. Ukienda mafunzo pale ulikuwa unakutana na ofisi ya makao makuu, ili paa hili limeshuka, hili limepanda, sasa hivi kuna gorofa pale mzee. Ukiingia unapanda kwenye gorofa, lakini na hata hiki ambacho kinafanyika hapa, hizi nyumba za maafisa na maaskari ni jambo kubwa sana mkuu. Mimi naomba nikupongeze hadharani. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na waalikwa wote, leo ni tarehe 22 mwezi huu wa 12 mwaka 2025. Idara hii ya chuo cha mafunzo inaendelea kuthibitisha kwa vitendo namna gani serikali yetu ya awamu ya 8 inavyoleta maendeleo makubwa kwa wananchi wote hapa Zanzibar. Leo hii tunaweka historia nyingine tena ya kujenga au ya kuweka jiwe la msingi la nyumba 9 za wapiganaji. Nyumba hizi 9 zitatumiwa na familia 8 tofauti. Kwa hiyo tutakapokamilika kwake, nyumba hizi zitaweza kupunguza uhaba wa makazi kwa maafisa wetu na wapiganaji wote wa chuo cha mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kawaida maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo wanapaswa kukaa karibu sana na makambi yao, kwa sababu ndani ya kambi ya vyuo vya mafunzo tunahudumia jamii, tunawahudumia wale watu ambao walikosea sheria na wakaletwa ndani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunapaswa tuwarekebishe tabia ili watakaporudi kwenye jamii wawe ni watu safi na watu wa mfano katika jamii hii. Kwa maana hiyo tunapaswa tuwe karibu na makambi hayo katika wakati wowote, ili ikitokea dharura basi tuweze kuwa karibu na kuweza kutoa msaada wowote unaohitajika. Mradi huu wa ujenzi wa nyumba 9 kwa ajili ya MUFSA ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 10 2024 na ulikusudiwa kumalizika katika mwaka wa fedha wa 2024/25. Kutokana na changamoto zilizojitokeza katika ujenzi huu, mradi huu umechelewa kumaliza kama ilivyokusudiwa na unategemewa kumalizika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa nyumba kwa ajili ya MUFSA utakuwa ni ujenzi wa nyumba 9 zenye urefu wa mita 22.2 na upana wa mita 13.5 sawa na square mita 299.7 zenye uwezo wa kubeba familia 2 kila nyumba moja, ikiwa na vyoo vitatu, ikiwa na vyumba vitatu, vyoo viwili, kumbi 2, stoo 2, majiko mawili pamoja na sehemu 2 za ua. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi wa nyumba ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora maofisa na wapiganaji, ambapo kukamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi kwa maofisa na wapiganaji wa kambi hii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa nafasi ukilinganisha na idadi kubwa ya askari waliokuwepo hapa kambini. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama halisi za ujenzi wa nyumba hizi ni fedha za Kitanzania milioni 1,799,151,966 na ni fedha iliyoingizwa ni shilingi milioni 310 tu, sawa na 17% ya fedha hizi ambazo ziliingizwa kwa mwaka wa fedha 2024/25, na kiasi kilichobakia kukamilisha mradi ni bilioni 1,489,000
191,996 sawa na 82%. Hili ndio lile ambalo amelizungumza kamishna hapa, ambapo imefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha kwamba idara maalum zinaimarishwa na zinaboreshwa, na hivyo kuwa na mfumo maalum wa kuhakikisha uwepo wa makazi bora ya maafisa na wapiganaji wa idara zetu. Katika kuhakikisha kuwa huduma ya urekebishaji wa tabia inaboreka na inaimarika, serikali kupitia miradi yake ya maendeleo imekuwa ikitoa msaada mkubwa wa kifedha kwa chuo chetu cha mafunzo kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa majengo ya ofisi na mahanga kwa lengo la kuweka mazingira bora kwa watendaji ili kuweza kutoa huduma bora kwa wanafunzi, na ulazima wa kuweka makazi yaliyo bora kwa maafisa na wapiganaji ili wao sasa wapate nafasi ya kuwahudumia wanafunzi ambao wanaletwa kujifunza ili kubadili tabia walizonazo, na watakapotoka hapa sasa wawe ni watu bora wenye kujali na kuona kwamba wana mchango gani kwa jamii inayowazunguka. Nichukue fursa hii sasa kuwapongeza sana maafisa na wapiganaji kwa kuendelea kuwatunza wanafunzi hao. Kupitia mradi wa ujenzi wa mahanga, serikali kwa mwaka huu wa fedha imetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za wapiganaji. Hivyo ni vyema kikosi kaendelea kuitumia rasilimali watu kwa ajili ya kuendelea kuipunguzia serikali gharama za ujenzi na kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa uangalifu ili serikali iweze kufikia lengo ililolikusudia. Ndugu maafisa na wapiganaji, ujenzi huu wa nyumba 9 ambao leo tumewekea jiwe la msingi umefikia hatua nzuri na katika ubora wa hali ya juu kabisa. Hivyo naomba nielekeze kwamba chuo cha mafunzo iendelee kukamilisha nyumba hizo kwa haraka na kwa ubora unaostahiki ili ziweze kutumika kama ilivyoelekezwa. Katibu Mkuu, naomba ulichukue hili, ulifuatilie, na kwa hadhira hii pia niiombe Wizara ya Fedha sasa itutilie fedha ili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumejipangia. Naomba nitilie mkazo kwenye hilo na kuiomba pia kwa changamoto ile ambayo imeelezwa ya barabara, tuiombe Wizara ya Ujenzi ili kuweza kukamilisha na kutufikishia barabara katika maeneo yetu ya chuo cha mafunzo ili kuweza kurahisisha ufikaji, lakini pia utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku. Naamini wizara itakuwa imetusikia, na kwa usikifu wa wizara na serikali kwa ujumla, na kwa kuona umuhimu wa uwepo wa miundombinu ya barabara katika eneo la chuo, serikali itafanya hivyo. Ndugu zangu maafisa na wapiganaji wote, napenda mtambue kwamba juhudi za kuleta maendeleo hizi ni za kwetu sote, na msingi wa mafanikio ni kushirikiana na serikali katika kuhakikisha tunaleta maendeleo hayo, lakini pia tunatunza miundombinu iliyopo ili iweze kutumika kwa muda mrefu. Muda mchache ujao, baada ya kumalizika nyumba hizi, zitakabidhiwa kwa familia 18 ambao nao watakuwa na dhima ya kuzitunza ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Ni waase na kuwaomba tuache tabia ambayo ilijengeka kwa muda mrefu kwamba hii ni nyumba ya serikali. Kwa wakati huu wewe utakuwa unatumia, na wewe utakuwa unanufaika, na wewe utakuwa unafaidika. Faida hiyo aje aipate na mwingine. Kwa hiyo tutakapokabidhiwa nyumba hizi tuzitunze ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Aidha, nichukue fursa hii kwako kamishna
Naamini una askari wengi na bado una mahitaji katika makazi. Tuendelee kuangalia namna ya kuongeza wigo kwenye upatikanaji wa makazi bora kwa askari wetu. Haipendezi, na kwa muda mrefu tumekuwa tukishuhudia askari wakilala katika maeneo ambayo sio mazuri, lakini kwa dhana ile ile ya kimapinduzi sasa tunakuja na nyumba bora za kisasa na nzuri kwa kuishi binadamu. Nikupongeze sana kwa hilo na nikutakie kila laheri na uweze kutekeleza majukumu yako vizuri. Mwisho, napenda kuwashukuru kipekee kabisa wananchi wote, viongozi wa mkoa wa Kusini Unguja pamoja na viongozi na wapiganaji wa chuo cha mafunzo kwa kujitokeza kwa wingi katika shughuli yetu hii ya leo na mapokezi mazuri ambayo mlinipatia. Aidha, niwashukuru na kuwapongeza kikundi chetu cha burudani kwa kutumbuiza kabla ya kuja kwangu, lakini na kuona kwamba ipo haja na mimi kusikia angalau kidogo, na wimbo ambao mmeupiga ndio wimbo halisi ambao nilikuwa na uhitaji, kana kwamba mmeingia katika moyo wangu. Nakupongezeni sana. Aidha, niwashukuru pia watumbuizaji wetu wa nyimbo ya Kibati kwa burudani ambayo walitupatia. Wanafanya kazi nzuri na nashukuru leo hawakusaluti, kwa sababu kuna event moja kulikuwa na saluti, lakini naamini ile saluti ilifanywa kazi na sasa hivi mambo yako vizuri. Baada ya kusema hayo, kwa mara nyingine tena napenda kuwatakia utekelezaji mwema wa majukumu yenu katika ulinzi wa taifa hili, lakini pia na ujenzi wa taifa hili. Ndugu maafisa, nyinyi ni wajenzi wa taifa hili. Kwa muda mrefu mlikuwa na kazi moja, lakini sasa tuna kazi kubwa ya pamoja kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika nchi yetu. Mara nyingine huwa tunasema mafriji yetu sio wengine hayagandishi. Compressor imekufa. Compressor imekufa. Nimeshanongona na kamishna. Mimi Wizara ya Kilimo nahitaji kufanya kazi na mashirikiano na chuo cha mafunzo. Nimeziona fursa na fursa hizi natamani sana kufanya kazi nanyi na naamini mtanipokea. Sasa baada ya kusema hayo, napenda kuchukua nafasi hii kutamka rasmi kwamba nyumba hizi 9 ambazo zitakuwa na familia 18 leo tarehe 22 mwezi wa 12 2025 zimewekewa jiwe la msingi.